Ujenzi wa hema kutoka 26. Kisha fanya hiyo maskani iwe na mapazia 10. Ifanye ya nguo ya kitani nzuri ya kusokota pamoja na nyuzi za rangi ya samawi na ya zambarau na nyekundu pamoja na makerubi, kazi ya fundi stadi. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 28 na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Mapazia yote yatakuwa ya kipimo kimoja. Mapazia matano yataungwa pamoja hili na hili, na mapazia matano mengine yataungwa pamoja hili na hili. Kisha utafanya tanzi za rangi ya samawi upande wa mwisho wa pazia moja katika ule upindo wa fungu lake. Vivyo utafanya upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika fungu la pili. Fanya matanzi 50 katika pazia moja na matanzi 50 katika upande wa mwisho wa ile pazia iliyo katika kuungana kwa pili. Hizo tanzi zitaelekeana. Kisha ufanye vifungo 50 vya dhahabu na kuunganya hayo mapazia pamoja kwa vile vifungo, na hiyo maskani itakuwa ni moja. Nawe fanya mapazia ya singa za mbuzi yawe hema juu ya maskani. Fanya mapazia 11. Urefu wa kila pazia utakuwa dhiraa 30 na upana wa kila pazia utakuwa dhiraa 4. Hayo mapazia 11 yatakuwa ya kipimo kimoja. Kisha utaunganya mapazia 5 mbali na mapazia 6 mbali, na lile pazia la 6 utalipeta hapo upande wa mbele wa ile hema. Fanya tanzi 50 upande wa mwisho wa pazia lile lililo la mwisho katika hayo yaliyounganywa pamoja, na tanzi 50 upande wa mwisho wa lile pazia lililo nje katika hayo ya pili yaliyounganywa pamoja. Tena ufanye vifungo 50 vya shaba na kuvitia vile vifungo katika zile tanzi na kuiunganya ile hema pamoja ili iwe hema moja. Na kipande kile kilichosalia, kile kiangukacho cha yale mapazia ya hema, ile nusu ya pazia iliyosalia itaanguka huko upande wa nyuma wa maskani. Na hiyo dhiraa moja upande mmoja na ile dhiraa moja upande wa pili ya urefu wa mapazia ya hema uliosalia zitaanguka katika ubavu wa maskani upande huu na upande huu ili kuifunika. Nawe fanya kifuniko cha ile hema cha ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu yake kifuniko cha ngozi za pomboo. Nawe fanya hizo mbao za maskani za mti wa mshita zenye kusimama. Kila ubao utakuwa urefu wa dhiraa 10 na upana wake kila mbao utakuwa dhiraa 1.5. Kila ubao utakuwa na ndimi 2 zenye kuunganywa huu na huu. Ndivyo utakavyozifanya mbao zote za maskani. Kisha ufanye zile mbao za maskani mbao 20 kwa upande wa kusini kuelekea kusini. Nawe ufanye matako 40 ya fedha chini ya zile mbao 20, matako 2 chini ya ubao mmoja kupokea zile ndimi zake 2, na matako 2 chini ya ubao mwingine kupokea zile ndimi zake 2. Na upande wa pili wa maskani upande wa kaskazini mbao 20. Na matako yake ya fedha 40, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao mwingine. Kisha ufanye mbao 6 kwa ajili ya upande wa nyuma wa maskani kuelekea magharibi. Tena ufanye mbao 2 kwa ajili ya hizo pembe za maskani zilizo upande wa nyuma. Upande wa chini zitakuwa ni 2 vivyo zitaungwa pamoja mbao pacha hata ncha ya juu katika pete ya kwanza. Zote 2 ndivyo zitakavyokuwa, zitakuwa kwa ajili ya hizo pembe 2. Mbao zitakuwa ni 8 na matako yake ya fedha matako 16, matako 2 chini ya ubao mmoja na matako 2 chini ya ubao wa pili. Nawe fanya mataruma ya mti wa mshita, mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande mmoja wa maskani, na mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande wa pili wa maskani, na mataruma 5 kwa ajili ya mbao za upande wa maskani ulio nyuma kuelekea magharibi. Na hilo taruma la katikati lililo katikati ya zile mbao litapenya toka mwisho huu hata mwisho huu, na hizo mbao utazifunika
Dhahabu na pete zake za kutilia yale mataluma utazifanya za dhahabu, na hayo mataluma utayafunika dhahabu, nawe utaisimamisha hiyo maskani sawasawa na mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Nawe fanya pazia la nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya dhambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani nzuri zenye kusokotwa, litafumwa na kutiwa makerubi, kazi ya fundi stadi. Kisha litungike katika nguzo 4 za mti wa mshita zilizofunikwa dhahabu. Vifungo vyake vitakuwa vya dhahabu katika matako ya fedha 4. Nawe tungika lile pazia chini ya vile vifungo, nawe lete lile sanduku la ushuhuda na kulitia humo nyuma ya pazia, na lile pazia litagawanyia kati ya patakatifu na mahali patakatifu sana. Nawe utaweka kiti cha rehema juu ya lile sanduku la ushuhuda ndani ya mahali pale patakatifu sana, na ile meza utaiweka nje ya pazia, na kinara cha taa kuikabili ile meza upande wa maskani wa kuelekea kusini, na ile meza utaiweka upande wa kaskazini. Kisha utafanya kistiri kwa mlango wa hema cha nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya dhambarau na za rangi ya nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa, kazi ya mshona taraza. Nawe fanya nguzo 5 za mti wa mshita kwa kile kisitiri na kuzifunika dhahabu. Kulabu zake zitakuwa za dhahabu, nawe utasubu matako ya shaba 5 kwa ajili yake. Kutoka 27 mstari wa 9 hadi 19 inasema, nawe fanya ua wa maskani upande wa kusini wa kuelekea kusini. Kutakuwa na chandarua ya nguo ya kitani nzuri yenye kusokotwa kwa ua. Urefu wake upande mmoja utakuwa ni dhiraa 100, na nguzo zake zitakuwa nguzo 20 na matako yake 20. Matako yake yatakuwa ya shaba. Kulabu za zile nguzo na vitanzi vyake vitakuwa vya fedha. Na vivyo upande wa kaskazini, urefu wake hiyo chandarua utakuwa ni dhiraa 100 na nguzo zake 20 na matako yake 20 yatakuwa ya shaba. Kulabu za zile nguzo na vitanzi vyake vitakuwa vya fedha. Na upande wa magharibi, upana wa ua kutakuwa na chandarua ya dhiraa 50, nguzo zake 10 na matako yake 10. Na upana wa ule ua upande wa mashariki kuelekea mashariki utakuwa ni dhiraa 50. Chandarua upande mmoja wa lango itakuwa dhiraa 15 upana wake. Nguzo zake zitakuwa 3 na matako yake 3. Upande wa pili ni vivyo, chandarua ya dhiraa 15, nguzo zake 3 na matako yake 3. Na kwa lile lango la ua patakuwa na kisitiri cha dhiraa 20, kitakuwa cha nguo ya rangi ya samawi na rangi ya dhambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa, kazi ya mshona taraza. Nguzo zake zitakuwa 4 na matako yake 4. Nguzo zote za ule ua zizungukazo pande zote zitakuwa na vitanzi vya fedha, kulabu zake za fedha na matako yake ya shaba. Urefu wa ua utakuwa dhiraa 100 na upana wake utakuwa dhiraa 50 kote kote, na kwenda juu kwake dhiraa 5, yawe ya nguo ya kitani nzuri na matako yake yatakuwa ya shaba. Vyombo vyote vya maskani vitumiwavyo katika utumishi wake wote na vigingi vyake vyote na vigingi vyote vya ule ua vitakuwa vya shaba. Kutoka 27 mstari wa 1 hadi wa 8. Nawe fanya madhabahu ya mti wa mshita, urefu wake utakuwa ni dhiraa 5 na upana wake dhiraa 5. Hiyo madhabahu itakuwa mraba na kwenda juu kwake kutakuwa dhiraa 3. Nawe fanya pembe 4 katika pembe zake 4. Hizo pembe zitakuwa za kitu kimoja na madhabahu, nawe utayafunika shaba. Na vyombo vyake vya kuyaondoa majivu yake utavifanya, na majembe yake na mabakuli yake na uma zake na meko yake, vyombo vyake vyote utavifanya vya shaba. Nawe uifanyie hiyo madhabahu wavu wa shaba, kisha utie pete 4 za shaba katika hizo pembe 4 za ule wavu. Nawe tia humo wavu chini ya kizingo kizungukacho madhabahu upande wa chini, ili huo wavu ufikirie katikati ya hiyo madhabahu. Nawe fanya miti kwa ajili ya madhabahu, miti ya mshita, na kuifunika shaba. Na hiyo miti itataiwa katika pete, na ile miti itakuwa katika pande 2 za madhabahu wakati wa kuichukua.
uifanye ya mbao yenye mvungu ndani yake, kama ulivyoonyeshwa mlimani ndivyo watakavyoifanya. Kutoka 30 mstari wa 17 hadi 21 inasema, Bwana akanena na Musa na kumwambia, fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea, nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu, nawe utalitia maji. Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo, hapo waingiapo ndani ya hema ya kukutania watajiosha majini ili wasife, au hapo watakapoikaribia madhabahu ili watumike kumteketezea Bwana sadaka ya moto. Basi wataosha mikono yao na miguu yao ili kwamba wasife. Na neno hili litakuwa amri kwao milele, kwake yeye na kwa wazao wake katika vizazi vyao vyote. Kutoka 25 mstari wa 31 hadi 40 nayo inasema, nawe fanya kinara cha taa cha dhahabu safi. Hicho kinara na kifanywe cha kazi ya kufua, tako lake na mti wake, vikombe vyake na matovu yake na maua yake, vyote vitakuwa vya kitu kimoja nacho. Nacho kitakuwa na matawi 6 yenye kutoka ubavuni mwake, matawi 3 ya kinara upande wake mmoja, na matawi 3 ya kinara upande wake wa pili. Vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi katika tawi moja, tovu na ua, na vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi katika tawi la pili, tovu na ua. Vivyo hivyo hayo matawi yote 6 yatokayo katika kile kinara, na katika hicho kinara vikombe 4 vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi, matovu yake na maua yake, na tovu chini ya matawi mawili la kitu kimoja nacho, na tovu chini ya matawi mawili la kitu kimoja nacho, na tovu chini ya matawi mawili la kitu kimoja nacho, kwa hayo matawi 6 yatokayo katika kile kinara. Matovu yake na matawi yake yatakuwa ya kitu kimoja nacho, kiwe chote pia kazi moja ya kufua ya dhahabu safi. Nawe zifanye taa zake 7, nao wataziwasha hizo taa zake zitoe nuru mbele yake, na makoleo yake na visahani vyake vyote vitakuwa vya dhahabu safi. Kitafanywa cha talanta 1 ya dhahabu safi pamoja na vyombo hivi vyote. Nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kutoka 25 mstari wa 23 hadi 30 nayo inasema, nawe fanya meza ya mti wa mshita, urefu wake utakuwa dhiraa 2 na upana wake dhiraa 1, na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Uifunike dhahabu safi na kuifanyia ukingo wa dhahabu wa kuizunguka pande zote. Kisha ifanyie upapi wa kuizunguka pande zote, upana wake utakuwa nyanda 4, nawe ufanyie ule upapi ukingo wa urembo wa dhahabu wa kuzunguka pande zote. Uifanyie vikuku 4 vya dhahabu na kuvitia vile vikuku katika pembe zake 4 katika miguu yake 4. Vile vikuku na viwe karibu na ule upapi, ili viwe mahali pa kutilia ile miti ya kuichukulia meza. Fanya ile miti ya mti wa mshita na kuifunika dhahabu, kwamba ile meza ichukuliwe kwayo. Nawe fanya sahani zake na miiko yake na makopo yake na vikombe vyake vya kumiminia, vifanye vyote vya dhahabu safi. Nawe utaiweka mikate ya uonyesho juu ya meza mbele yangu daima. Kutoka 30 mstari wa 1 hadi wa 10 nayo inasema, nawe fanya madhabahu ya kufukizia uvumba, utaifanyiza kwa mti wa mshita. Urefu wake utakuwa dhiraa 1 na upana wake dhiraa 1, itakuwa mraba, na kwenda juu kwake dhiraa 2. Pembe zake zitakuwa za kitu kimoja nayo. Nawe utaifunikiza dhahabu safi juu yake, na mbavu zake kando kando na pembe zake, nao utaifanyia ukingo wa dhahabu kuizunguka. Kisha utaifanyia pete 2 za dhahabu chini ya ukingo wake katika mbavu zake 2. Katika pande zake 2 utazifanyiza, nazo zitakuwa mahali pa kuitia miti ya kuchukulia. Na ile miti utaifanya kwa mti wa mshita na kuifunikiza dhahabu safi.
nawe utaitia mbele ya lile pazia lililo karibu na sanduku la ushuhuda, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda, hapo nitakapokutana nawe. Na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake kila siku asubuhi, atakapozitengeneza zile taa ataufukiza. Na Haruni atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni, ataufukiza uwe uvumba wa daima mbele za Bwana katika vizazi vyenu vyote. Hamtafukiza juu yake uvumba mgeni, wala sadaka ya kuteketezwa, wala sadaka ya unga, wala hamtamimina juu yake sadaka ya kinywaji. Naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara moja kila mwaka, kwa damu ya ile sadaka ya dhambi ya kufanya upatanisho. Mara moja kila mwaka ataifanyia upatanisho katika vizazi vyenu vyote. Ni takatifu sana kwa Bwana. Ni cha Kutoka 25 mstari wa 10 hadi 22. Nasema, nao na wafanye sanduku la mti wa mshita, urefu wake na uwe dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5 na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Nawe ulifunike kwa dhahabu safi, ulifunike ndani na nje. Nawe tia na ukingo wa dhahabu kulizunguka pande zote. Nawe subu vikuku 4 vya dhahabu kwa ajili yake, na kuvitia katika miguu yake 4, vikuku 2 upande mmoja na vikuku 2 upande wake wa pili. Nawe fanya miti mirefu ya mshita na kuifunika dhahabu. Nawe tia hiyo miti katika vile vikuku vilivyo katika pande 2 za sanduku, ili kulichukua hilo sanduku. Hiyo miti itakaa katika vile vikuku vya sanduku, haitaondolewa. Kisha tia ndani ya sanduku huo ushuhuda nitakaokupa. Nawe fanya kiti cha rehema cha dhahabu safi, urefu wake utakuwa dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5. Nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye ya kazi ya kufua katika hiyo miisho ya kiti cha rehema, huku na huku. Weka kerubi moja mwisho mmoja na kerubi la pili mwisho wa pili. Fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha rehema, mwisho huku na mwisho huku. Na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao, na nyuso zao zitaelekeana hili na hili. Nyuso za hayo makerubi zitaelekea kiti cha rehema. Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku. Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Basi hii ndiyo hema ambayo Musa alionyeshwa kuijenga, kama unavyoiona muonekano wake huo ukiwa kwa namna nzuri kabisa ya kuonesha jinsi gani walivyoweka. Na hii ndiyo ilikuwa geti la nje au lango la nje ambalo lilikuwa linafunikwa na pazia pia, lakini ndani ukifungua utaona hapo kuna madhabahu hiyo ya kuteketezea sadaka ambazo zilikuwa zikiletwa. Kama unavyoiona hapo tumekwisha kuiangalia, lakini pia utaona hapo ndipo hao wana kondoo au sadaka hizo za kuteketezwa zilikuwa zinateketezwa hapo, na hivyo ni vyombo ambavyo unaviona tumekwisha kuviangalia ambavyo vilikuwa vinatumika hapo. Lakini kienda hapo utaona pia kuhani alikuwa anakipaka damu hiyo katika madhabahu hiyo. Lakini huu ni uwanja wa nje, huu ni uwanja wa nje ambao tunaita kama ua wa nje ya hiyo hema, sio kule nje ila nje ya hii patakatifu na patakatifu patakatifu. Lakini hiyo ni birika ambayo walinawa miguu pamoja na mikono kabla ya kufanya huduma. Na hapo mbele unapopaona ndio pazia la chumba cha patakatifu, hilo linafunguka kama unavyoona hapo. Ndani kuna hivyo vitu, hapa ni patakatifu. Kuna kinara cha taa
lakini kuna meza ya mikate ya uonyesho, lakini pia kuna madhabahu hiyo ya kufukizia uvumba kama unavyoiona hapo. Hiyo ni taa, kinara cha taa 7 kama unavyoziona hapo, tumekwisha kuziona. Lakini baada ya hapo utaona kuna meza hiyo ya mikate ya uonyesho ambayo ilikuwa ni 12 kama unavyoiona hapo, Lakini pia baada ya kuona hiyo mikate ya uonyesho ambayo ilikuwa inawekwa hapo kwenye hiyo meza, hapo kuna meza hii au tunaita madhabahu ya kufukizia uvumba. Madhabahu ya kufukizia uvumba tumekwisha kuiona huko, hiyo ndio hapo. Hii ndio Haruni alikuwa anafanya kazi ya kufukiza uvumba. Lakini tukitoka hapo utaingia chumba sasa cha pili, ambapo ni patakatifu pa patakatifu kama unavyopaona hapa. Ndio patakatifu pa patakatifu ambapo tunaona kuna hilo sanduku la agano, sanduku la agano hilo ambalo tuliangalia ndani yake kulikuwa na vile vitu tulivyoviona, amri za Mungu tuliona, kuna kopo la mana, lakini pia kuna fimbo ya Haruni tuliona humo ndani ya hilo sanduku la agano, ambapo tunaona kwamba kuhani pia alipokuja kufanya upatanisho alikuwa anafanya huduma hizo ambazo tutaendelea kuziangalia. Basi hiyo ndio structure nzima ya hema ya Musa ambayo ni patakatifu kwa jina lingine.